Uchunguzi kifo dereva wa Heche, mvutano mkali wa serikali na Chadema. Kila upande ukipeleka mtaalamu wake kubaini chanzo cha kifo chake. Mhudumu wa gesti asimulia hatua kwa hatua. Hiyo mkautami Nipashe hiyo sana. Hiyo hatua kwa hatua ndio zemwe wanaitaka jana. Sawa kabisa. Haya sasa shauku. Mimi mwenyewe shauku. Cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeingia kwenye mvutano mkali na serikali baada ya kila upande kutaka mtaalam wanayemuamini ahusike kwenye uchunguzi wa mwili wa Suez Maradufu. Sasa Maradufu alikuwa ni dereva wa makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche kabla umauti kumfika juzi Julai mosi. Sasa akizungumza na Nipashe kwa njia ya simu, naibu katibu mkuu wa Chadema Bara Amani Golugwa yeye amesema mpaka jana jioni uchunguzi haukuwa umefanyika, na mnukuu anasema kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Jana tulikubaliana na mganga mkuu kwamba anatoka mtaalamu Bugando na mwingine kutoka Geita, na sisi tulikuwa na mtaalamu wetu hapa. Tulikuwa tuanze uchunguzi leo asubuhi jana hiyo, lakini baadaye wakajulishwa kwamba kuna mtu mwingine anakuja kutoka Dar es Salaam wa serikali ambaye amechelewesha jambo hili mpaka hiyo jana jioni zoezi halikuanza. Golugwa alisema kukwama kwa uchunguzi kumesababisha viongozi wa Chadema kuendelea kusalia mkoani Kigoma hadi kazi hiyo ifanyike. Wataalamu wanne hao. Sasa Geita, Dar, afu na wa Chadema. Sio mchezo hiyo. Sasa mhudumu asimulia ilivyokuwa. Hapo sasa. Mhudumu katika nyumba ya kulala wageni ya Ntahamba iliyopo mtaa wa Mwembe Ngoma hii ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji, akizungumza na mwandishi wa Nipashe alisema kwamba marehemu Suez Maradufu alilala katika nyumba hiyo kwa muda wa siku 3. Mhudumu huyu, jina limehifadhiwa, alisema yeye ndiye aliyempokea usiku wa Juni 28 mwaka huu akiwa amevaa fulana ya pundamilia, akitaja kuwa baada ya mlango kuvunjwa alikutwa amevaa bukta. Na mnukuu, siku ya kwanza alipofika alifikia chumba namba 13. Siku ya pili alikuja na mwenzie ambaye alimwachia chumba 13, yeye akahamia chumba namba 9, ambapo siku umauti unamkuta alikuwa katika chumba hicho namba 9. Alisema siku hiyo marehemu alifika katika nyumba hiyo majira ya saa 3 usiku na kuomba shuka, sabuni pamoja na taulo kwa ajili ya kuoga na kulala. Aliongeza kuwa kitu kingine alichozungumza naye, alimuaga kuwa siku inayofuata ambayo ni juzi hiyo Julai mosi kuwa walipanga kuondoka, na hivyo anahitaji kitabu cha wageni ili aandike kabisa, japo anaeleza kuwa hakumlipa fedha usiku huo licha ya kuandika. Akizungumzia namna walivyofahamu kuhusu kifo chake, mhudumu huyo alieleza kuwa hawakugundua mapema kuhusiana na kifo hicho kwa kuwa utaratibu wa kumgongea mgeni ni hadi saa 4 asubuhi, na kwamba hawakuona haja ya kumpigia ndani kwa muda huo, nadhani kumgongea ndani muda huo, japo majira ya saa 3 walifika wafanyakazi wenzake waliohitaji kumuona baada ya kudai wamempigia simu muda mrefu bila ya kupokelewa. Walikuja wenzake hapa wakagonga, lakini mlango haukufunguliwa. Baada ya kumgongea kwa muda mrefu bila ya mafanikio, waliamua kuuvunja mlango, na ndipo walipotambua kuwa ameshaaga dunia. Kilichofuata, tulitoa taarifa kituo cha polisi na hatukujua tena kilichoendelea. Kisha mlango ulifungwa wa ndani. Si ndio maana yani taarifa inaeleza kwamba wenzio walimpigia kumbe simu mapema. Kwa hiyo wakawa hapokei. Ikabidi waende. Wamegonga sana mlango ukawa ufunguliwi, kwa hiyo mwisho wa siku ikabidi wauvunje. Mhudumu huyo alieleza kuwa si mteja wa mara kwa mara. Ni kwa mara ya kwanza alipofika katika nyumba hiyo ndipo alimueleza kuwa walikuja kwa ajili ya kufanya mkutano na kwamba baada ya hapo wangeondoka kurejea katika majukumu mengine. Sasa inasadikiwa kuwa gari alikuwa akilipaki alikofikia makamu mwenyekiti wa chama hicho, hoteli nyingine imetajwa hapo,
ama katika ofisi kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa juzi na kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, Philemon Makungu, alisema uchunguzi wa tukio hiyo unaendelea katika hospitali ya mkoa wa Kigoma. Kwa ufupi kabisa. Mambo haya. Yaani unajua wakati mwingine heri tuwe mzima hivi, lakini siku ikitokea kifo, mambo yanakuwa mengi sana. Hamna namna, tutakufa tu. Shida inakuja kwenye kutilia mashaka namna ambavyo tulivyoondoka duniani. Hiyo ndio mashaka shida. Na nadhani katika hali ya kuweka watu wote wawe na amani na kutokushikana uchawi na kunyoshiana vidole, hizo timu zikae tu kwa pamoja, wataalamu wa pande zote mbili walidhie kufanya postmortem. Nadhani si jambo baya kwa timu zote kukaa na kutoka kila mmoja akajiridhisha kwamba bwana, hii ya Mungu si ya mzungu. Maana kifo kimetokea juzi tarehe mosi. Kwa mpaka leo bado hata postmortem haija. Ndio maana ndio mvutano mkali. Kwa hiyo hao wengine shughuli zinasimama. Kwamba hawezi kuendelea na mikutano, hawezi kuendelea na chochote. Sio unasema yani sababu akabidhiwa mwili wao juu taratibu. Kuchelewa kwa hii kiti kinachelewesha pia vitu vingine. Unajua sivyo bahati ndio kama hivyo. Kwanza sidhani, kama mimi sijui, mtanisaidia kwamba kuna muda maalum wa kufanya postmortem tokea mtu apate age dunia. Lakini kuna mbali na hilo bado kuna changamoto hapo. Wataalamu wanatoka maeneo mbalimbali mengi. Huyu anatokea Dar es Salaam, huyu anatoka huku, huyu anatoka huku, huyu anatoka huku. Mimi wafanye haraka basi tumalize hili jambo, kila mtu abakie na amani yake. Kwa kupumzishwa apumzishwe, watu wapoe maumivu. Unajua mnapokuwa na mwili bado hamjaupumzisha, mnakuwa katika nyakati ngumu kweli kweli. Na bahati ni nzuri muda wote kwamba hamna familia ambayo haijawahi kupata msiba. Kwa hiyo wote tunajua uchungu yani wa kuwa na mwili ukiwa uko hospitali, ukiwa uko ndani. Yani mkishampumzisha mtu ndio kidogo na nyinyi mnaanza kufanya Mwenyezi Mungu ambariki. Sasa mtu akikaa hivi muda wote, huyu katokea huku, huyu katokea huku, huyu kapita huku, kidogo ina ukakasi kidogo kwa wafiwa.